Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Machi 7 siku ya Jumamosi asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, linaanza na habari kubwa inayosema chanzo cha meno 32 kutotumia ni hiki hapa. Lakini kiongozi mradi wa bilioni 26 kuifungua Shinyanga kiuchumi. Kiongozi asema mradi wa bilioni 26 kuifungua Shinyanga kiuchumi. Lakini Zanzibar kununua mchanga kutoka Tanzania bara. Zanzibar kununua mchanga kutoka Tanzania bara. Bavicha kupiga hodi kwa IGP kujua malipo ya wenzao. Bavicha kupiga hodi kwa IGP kujua malipo ya wenzao. Lakini kuna habari kubwa inayosema mjadala kila kona. Mjadala ni kila kona. Hiyo ni vita vya Irani na Marekani. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana gazeti ya Nipashe, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lenye linaanza na habari inayosema ATCL wafuata abiria waliokwama Dubai. Shirika la ndege Tanzania ATCL yawafuata abiria waliokwama Dubai. Lakini wakuu wa East Africa wakutana leo kupata mwenyekiti na katibu mpya. Wakuu wa East Africa Community wakutana leo kupata mwenyekiti na katibu mkuu mpya. Lakini makandarasi wazawa wataka sheria maalumu ya malipo. Wakandarasi wazawa wataka sheria maalumu ya malipo. Lakini habari kubwa ni Ewura yazishukia kampuni mbili za mafuta. Ewura yazishukia kampuni mbili za mafuta. Lakini Othmani ataka Wazanzibari kusameheana kuacha chuki. Othmani ataka Wazanzibari kusameheana kuacha chuki. Serikali yajipanga kuhudumia magari ya umeme. Lakini mkandarasi bwawa ziwa Eyasi asakwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo lenye asubuhi ya leo linaandika Wema kutumia bilioni 99.2 kujenga skuli 13 za ghorofa. Wema kutumia bilioni 99.2 kujenga skuli 13 za ghorofa. Lakini Zaeka yaokoa bilioni 1.97 siku 100 za uongozi wa Dr. Mwinyi. Lakini Dr. Mwinyi tuendelee kuiombea nchi Tanzania amani. Dr. Mwinyi tuendelee kuiombea nchi amani. Lakini kamati BLW yasisitiza ufugaji wa kisasa kukuza ajira. Lakini China jadiliana na Irani meli zinazopita mlango wa Hormuz. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania linaanza na habari inayosema serikali yaanzisha utekelezaji wa kitita jumuishi. Lakini Dr. Mwigulu agiza kukamatwa mkandarasi kutoka Iran. Dr. Mwigulu agiza kukamatwa kwa mkandarasi kutoka Iran. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania ukurasa wa mbele. Huku gazeti lako la Uhuru linaandika CCM Frelimo kuendeleza vijana kihistoria na kiuchumi. Lakini hii ni dharau. Hiyo ni habari inasema hii ni dharau, lakini wapotoshaji wasitutoe kwenye reli. Kiongozi asema wapotoshaji wasitutoe kwenye reli. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge linaandika Ewura yafuta leseni kampuni ya Allian Energy. Crescent Energy yashushiwa rungu kwa miezi 6. Lakini Salome umeme wa gridi Kigoma waokoa bilioni 58. Na Mwigulu agiza kukamatwa mkandarasi. Mwigulu agizwa kukamatwa kwa mkandarasi. Lakini fursa Dr. Samia kuwa kinara nishati safi zaanza kumwagika. Lakini mahakama kuu yasikiliza maombi ya Lissu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Mwanahabari asubuhi ya leo linaandika magari ya umeme
nafuu kwa asilimia 85 ukilinganisha na ya mafuta. Lakini Dr. Samia kuwa kinara nishati safi imeanza kufungua milango ya uwekezaji. Na Dr. Mwigulu acharuka, huyu ni Dr. Mwigulu acharuka. Lakini Tanzania asisitiza kudumisha ushirikiano kuimarisha East Africa Community. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Mtanzania leo linaandika Masauni atoa maagizo matano bodi ya NCMC. Masauni atoa maagizo matano bodi ya NCMC. Lakini Rais Samia awasili Arusha kuhudhuria kikao cha wakuu wa nchi East Africa Community. Lakini TRA yazindua jukwaa la wanawake na kodi. TRA yazindua jukwaa la wanawake na kodi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania leo ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana na gazeti lako la Mtanzania leo, magazeti mbalimbali nchini Tanzania kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Mwanahabari kwenye michezo linaandika Selemani Mwalimu kukosa mechi tatu. Selemani Mwalimu kukosa mechi tatu. Lakini Shadrack Nsajigwa ajutia suluhu na Azam. Lakini Kaseja nyota wake akili ligi kuu. Na Abdi Banda afungiwa mechi tatu. Lakini aliyekataa bao la Simba afungiwa miezi 6. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za michezo. Gazeti lako la Machinga sauti ya wanyonge linaandika kocha Walidi atimuliwa timu ya taifa ya Morocco. Lakini Dombi wa Yanga aanza kuwika Afrika ya Kusini, na kocha Lwandamina apewa chipolopolo. Lakini kila Msa Cup 2026 itakuwa ya aina yake, na beki Simba apongeza ubora wa Jobu na Baka. Hilo ni gazeti lako la Machinga. Lakini gazeti lako la Uhuru lenyewe kwenye kurasa mchezo limeandika mwamuzi Yanga Simba afungiwa. Lakini kuna habari inayosema Britney Spears na majanga kibao. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Taifa, gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania linaandika kwenye michezo, waamuzi waliovurunda dabi wakiona cha moto. Lakini Simba yapigwa faini milioni 20 ikiwemo za ulozi. Simba yapigwa faini milioni 20 ikiwemo za ulozi. Lakini Mwalimu Abdi wafungiwa michezo mitatu kila moja, na Shimuta yakabidhia BMT sera ya michezo kwa wafanyakazi, na bodi ya ligi kuu yafafanua Simba kutocheza. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini gazeti lako la Zanzibar leo kwenye michezo linaandika miamba 10 viwanjani, Simba ya kuwavaa B19, lakini imemwachia Okelo penati kumrudisha mchezoni, na makocha Azam Prisoni wazungumzia sare. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa michezo. Lakini gazeti lako la Habari Leo kwenye michezo linaandika waamuzi wasaidizi Yanga Simba wafyekwa rasmi sasa, AFCON 2026 kuchezewa Julai, Simba mawindoni shirikisho. Hilo ni gazeti lako, pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Na tukiachana na gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za michezo, ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.